Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Kuwa wa kwanza kupata update mbalimbali, bonyeza subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila taarifa mpya, habari motomoto, matukio ya kweli, makala zenye elimu na burudani. Yote hayo utayapata hapa. Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Mimi kwanza nianze kuwapongeza waandalizi wa mashindano haya ya mpira wa pete ama volleyball. Tumezoea kuita kwamba, najua hapa iko ligi ambayo inachezwa, lakini wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanacheza ligi ya Mapinduzi, pia wanacheza lakini ligi ya Muungano. Labda tuzungumze kwa sababu tunaadhimisha miaka 62 ya muungano wetu, na umeona mashindano ya Muungano yamejumuisha timu kutoka bara na Zanzibar. Bana, mimi niwapongeze pamoja na changamoto mbalimbali. Pale katibu alikuwa ananieleza kwamba bado tuna haja ya kuendeleza michezo yetu hii kwa kudumisha umoja wetu na udugu wetu ambao wa miaka mingi kabisa. Kwa maana mimi niwapongeze na nimesikia baadhi ya changamoto, na hapa nizungumze kwamba tutajaribu kukaa na wahusika. Haiwezekani serikali tujenge viwanja vikubwa vizuri alafu visitumike. Najua kwamba serikali imewapa watu wavihudumie, mnatakuwa mtoe chaji, basi ile chaji isiyo ya kuumiza. Mimi ningependelea ligi kama kubwa ya Muungano, neno la Muungano, tusiweze kucheza katika viwanja kama hivi, wakati tayari tunajenga viwanja 17 na vingine vishakamilika. Tuna uwanja wa Amani indoor, tuna uwanja wa hapa Nazi Moja, tuna maeneo ambao na mambo mengine. Kwa maana lazima tuhakikishe kwamba wale tuliowapa wavidumie hivi viwanja waweke angalau nafuu hizi mechi ambazo zichezwe katika mazingira mazuri na viwanja vizuri. Kwa maana hiyo itakuwa haina maana kwamba tujenge miundombinu ya michezo alafu isitumike. Of course nakubaliana kwamba vile viwanja vitunzwe, viweko na utaratibu, lakini vitumike, na lazima waangalie ada ambazo wanazozitoza. Na mara nyingi na mkoti Mheshimiwa Rais kwa msaidizi wake kwenye siasa, na ndio anasimamia ilani kwamba tumejenga miundombinu hii si kwa ajili ya kuwakomoa watu, ili vitumike na vilete tija na vidumu muda mrefu, si kwenye masoko rais anaposema, si kwenye michezo. Kwa maana hiyo tutakaa na wizara husika, lakini tutakaa na hao waliopewa hivyo viwanja wavihudumia. Haiwezekani tunacheza ligi ya Muungano kama hivyo, ligi ya Muungano alafu tunacheza katika mazingira kama haya wakati viwanja vizuri vipo. Kama kuna changamoto tutaitana ofisini, tukae tuzungumze, ili tuhakikishe mwakani hatutaweza kucheza kama hivi. Tutacheza katika mazingira mazuri ambapo hata ikija mvua ikija jua tutaweza kucheza. Kwa maana hiyo mimi niwapongeze, na hili ni jambo moja ambalo la kuendeleza na kudumisha muungano wetu. Muungano wetu umekuzwa huu kupitia mambo mbalimbali ikiwemo michezo. Tuna utamaduni wa kutembeleana. Mwaka huu tunafanya huku, mwaka mwingine tunafanya kwa pile ya Muungano. Kwa hiyo niwapongeza na niko pamoja na idara yangu itatoa sapoti, na tutakaa na Mheshimiwa Dr. Riziki, nasikia alikuja hapa, lakini hao waliopewa kuendesha tutaangalia zile tunaita operation cost ambazo zinasababisha bei kubwa. Kama bei za kawaida tu usafi tuna nini, nadhani iko haja kuangalia upya hivi viwanja vitumike mahususi kwa lengo tumejenga. Hatukujenga hivi viwanja vikae kama show kuonesha, tumejenga viwanja vitumike, na ili vitumike ligi zenyewe kama hizo. Kuna ligi za Muungano, kuna ligi za Mapinduzi, kuna ligi kuu. Kwa maana mimi nakuhakikishia, nimekuja leo hapa mmejionea mchezo mzuri unaendelea, lakini support yangu itakuwa kubwa, na mimi niwapongeze, na huku ndo kudumisha muungano wetu. Muungano wetu ni wa kidamu, wa kiudugu na wa kimichezo kama hivi. Leo hapa timu zimekuja kutoka, wengine wametoka mpaka Mtwara Kusini, zipo hapa. Kwa maana ni jambo zuri sana. Sasa kama mgeni anatoka mbali, anaviona viwanja vizuri tu pale akipita na mchezo, alafu unajua kumleta kucheza kama hapa, kwa kweli sio jambo zuri. Lakini jingine nimalizie kwamba wafadhili wetu wasijikite tu kwenye soka. Ukiangalia kwenye soka linaloendelea ligi ya Muungano imepata wafadhili wengi. Kwa nini kwenye mpira wa wavu tusipate wafadhili? Na katika mchezo mwingine kama netball na nini, jambo lolote ambalo linajumuisha muungano lazima tulipe umuhimu mkubwa na ufadhili mkubwa. Tutaendelea mwakani kushirikiana kutafuta wafadhili ili kuhakikisha haya mashindano yanakuwa mazuri zaidi na yanapata hadhi kama jina lake mwenyewe la Muungano. Lakini mheshimiwa, kesho kutwa tutakuwa na
mashindano ya AFCON. Ndio. Kwa upande wenu wadau pamoja na chama mmejipanga vipi? Sisi kama AFCON tuko serious kwa sababu tumewaahidi kwenye ilani wakati tunanadi sera. Mimi ndo katibu mwenezi wa nchi hii na mimi ndo nilikuwa nasimamia mikutano. Tulisema na tukaambia wananchi kwamba AFCON inakuja Safamu, ambapo tutajenga mji wa michezo kule Fumba, na bahati nzuri nikupe taarifa njema kwamba mji unaendelea vizuri. Hata juzi Mheshimiwa Rais alitembelea kiwanja, kinaendelea vizuri, pamoja na huduma nyingine ambazo zitakojumuisha kwa hudumia wageni. Lakini pia si kwenye uwanja kitu kimoja, kwa sababu tunapokea wageni pia tutaimarisha viwanja vyetu vya ndege, tutaimarisha bandari zetu na tutaimarisha na maeneo mengine ambapo wageni watakaokuja hapa tunatarajia kuwa na ugeni mkubwa, basi upate kuangalia soka, lakini upate kutembea na upate ile ladha ya visiwa vya karafuu kwa Unguja na Pemba. Kwa maana Chama cha Mapinduzi kitaendelea kusisitiza serikali kuhakikisha yale mambo ya msingi yote yanakaa sawa na tunakuwa Zanzibar ya aina yake katika kupokea ugeni huo utakaokuja hapa nchini kwetu. Je, viwanja labda kwa sasa hivi viwanja tunaweza tukaona kwamba havitakamilika kwa wakati? Viwanja sina shaka vitakamilika kwa wakati, na bahati nzuri Zanzibar sisi hatutakuwa na tabu na timu zile zitazokuja hapa. Tuna viwanja vya kutosha hivi vidogo vidogo vya kufanyia mazoezi timu ambavyo kwenye standard ya CAF na FIFA. Tuna Mao Zedong A na B, tuna Amani Complex, tuna Maisara na maeneo, na sasa hivi tuna viwanja vile vya kila wilaya. Ukienda kwa Mchina hapo utakiona kwa maeneo viwanja vingi vya kufanyia mazoezi vitakuwepo ambavyo kwenye standard ya timu kufanya mazoezi, lakini kama walivyosema viwanja vitakamilika na sina mashaka tutacheza vizuri tu AFCON. Unaambia nini wana michezo kuhusiana na hii AFCON sasa? Mimi naambia wana michezo kwamba tujitokeze kwa wingi, ni swala michezo tu. Kuanzia na michezo na wananchi wa Zanzibar, fursa inakuja ya kiuchumi. Ugeni mkubwa utakuja, biashara zitakuwepo nyingi, wenye nyumba zao zirekebishwe vizuri, ambao watapata kukodisha apartment, watapata kwenye restaurant, watapata kuuza chakula. Kwa maana AFCON inakuja na uchumi. Tuchangamkie fursa ambayo inakuja, hata nyinyi wana habari mtachangamkia pia vile vile kupata taarifa. Atakaye ripoti mzuri unaweza kuchukuliwa ukawa msemaji wa timu hiyo utakayokuja ukapata ajira na ukapata mkataba. Kwa maana AFCON inakuja na kwa fursa kwa sisi sote ambao wananchi wa Tanzania na wananchi wa Afrika Mashariki na hususan wananchi wa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar watakapokuja wageni wengi tutapata huduma mbalimbali.